msingi Makunda, nilikuacha ukiwa darasa la 4 na ukatimiza ahadi yangu. Nilikuja darasani, nilikuwa nafundisha jiografia, nikakuuliza swali, nikakwambia mlima mrefu kuliko yote Tanzania ni mlima gani? Ukanijibu vizuri sana, mlima Kilimanjaro. Kaenda uwanjani. Mimi nilikuwa upande wa Simba na wewe ni Yanga. Bahati mbaya tukawafunga. Ukaniita ukaniambia, mwalimu, kweli umetufunga? Nyie Simba mmetufunga? Nikakwambia ndio. Ukaniambia kinachofuata, mimi nitakuja Kilimanjaro nione mlima Kilimanjaro. Kweli umefanya jitihada kubwa, na mahali ulipokaa ukiangalia kwa juu unauona mlima Kilimanjaro. Hongera sana mheshimiwa. Hongera sana sana. Na kingine cha pili, naendelea kukuombea usiishia. Profesa hapa anasema utaje majina yako. Mimi ni Adolf K. Pantaleo. Na kuombea Mungu usiishie hapa. Usiishie hapa kwenye mlima Kilimanjaro. Mwenyezi Mungu akuangaze. Mambo yakiwa safi, tutaendelea kukutana tena, utakuwa na maono makubwa zaidi. Asante sana. Mwalimu usiende mbali, njoo ukae hapa. Mleteni kiti mwalimu wangu. Shikamoo mwalimu. Shikamoo mwalimu. Mleteni ndani huko. Mwalimu tulikuwa tunaenda naye mpaka kwenye mchaka. Nakumbuka na kawimbo kake. Kaeni, kaeni Tanzania, kaeni wote. Mwalimu, nimekumbuka na wimbo wa mchaka. Asante sana, asante sana. Kwanza napenda kabisa kusema nampongeza waziri mkuu, na pia napenda kumpongeza Adolf Mkenda ambaye ni waziri wetu. Nimesimama hapa leo nikiwa nimemshukuru mheshimiwa waziri mkuu kwa uwepo wake. Nilikuwa na jambo langu lakini nikawa nawaza nitalisemelea wapi. Lakini kwa uwepo wa waziri mkuu naamini leo nimepata chansi ya kuweza kulisema, kwa sababu hapa najua kuna idara mbalimbali. Ni swala la uhaba wa vitabu katika shule za msingi. Nilikuwa ninaomba kama itawezekana kuwe na ziara ya kutembelea shule za msingi wilaya ya Rombo, kwa sababu kunakuwa na vitu vingine mtu anaweza akaona kama ni vidogo, lakini vinaweza vikawa vinawafelisha wanafunzi na kuja kukosa mwendelezo wa viongozi katika miaka ijayo. Kuna ukosefu mkubwa katika shule ya msingi Kirachi wa vitabu. Kwa nini nasema hivyo? Nimelifuatilia na nimeona kwa kuwa na mtoto wangu ambaye anasoma shule ya msingi Kirachi. Unakuta darasa zima linatumia kitabu kimoja cha hesabu. Sasa unashindwa kuelewa ni nani ambaye atakitumia kitabu hicho na kwa wakati gani. Mtoto anakuja shuleni, anakuja kuambia mama, nisaidie mimi nifanye hii kazi na ifanyaje, sina kitabu, nimeandika maswali mengine nimekopi kwenye karatasi. Sasa mimi ninabaki nikijiuliza, ninalipa ada. Kazi yangu ni mama ntilie. Nitafanya saa ngapi nimfundishe mwanangu ili asije akafeli? Hilo swala limenitesa roho sana, na mimi leo ndo nimefurahi mno kwa uwepo wako hapa. Nimefurahi mno. Sio hata nisemeni kiasi gani, lakini nilikuwa naomba hata mkiweza kuchanga hiyo shule ipate vitabu. Nateseka watoto mno. Haya. Afisa elimu wa shule ya msingi yuko wapi? Afisa elimu yuko wapi? Pole mama. Na mke wangu aliwahi kuwa mama lishe. Chukueni na namba yake ya simu huyo, nitaongea naye.
Afisa elimu wa shule ya msingi yuko wapi? Unalifahamu jambo hili? Unalifahamu jambo hili? Ninalifahamu mheshimiwa. Tuna upungufu wa vitabu. Na karine hii bado tuna shule ina kitabu kimoja. Mbona hata mpaka kijijini kwetu sasa hivi vitabu vipo? Mna shida hivi rombo kitabu kimoja shule moja? Vitabu tunapokea na tunavigawanya, na bahati nzuri tunapovigawanya mikeka yote tunapeleka hadi shuleni na tunasaini kwenye vitabu, kwenye mfumo wa vitabu. Hata wiki iliyopita tuligawa vitabu. Sasa inakuwaje hao hawana vitabu? Na mimi nimelipokea hapa mheshimiwa, lakini mgao wote ninao. Naweza nikawasilisha migao yote ya vitabu. Haya, Mheshimiwa Waziri, pamoja na kuwa hili ni jimbo, lakini wewe ndo waziri wa elimu. Karibu tuambie. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Shule ya Kirachi iko hapa mbele. Kuna mwalimu wa Kirachi hapa? Hayupo, ni mbali kidogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi tunaelekea kuwa na somo moja, mwanafunzi mmoja, kitabu kimoja. Hatujaweza kufika huko, lakini hali ikiwa sio nzuri sana, kitabu kimoja wanafunzi watatu. Hakuna mahali Tanzania ambapo unaweza ukakuta darasa zima lina kitabu kimoja. Haiwezekani, lakini kama amesema tutachunguza hata kabla tujaondoka. Mahitaji ya vitabu yanatoka kwenye halmashauri, yanapelekwa Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa hiyo vitabu vikishakuja tunavigawa na kuvipeleka mashuleni. Kwa alichosema kidogo kinanishangaza, lakini tutalifuatilia, na diwani anahusika hapa, Mheshimiwa Asenga yuko hapa. Nadhani tutajaribu kulifuatilia vile vile kuona ukweli. Kama lipo hivyo, kwa hakika ni uzembe wa ajabu. Itabidi tujue uzembe uko wapi. Kwa sababu swala la vitabu sasa hivi tunaenda vizuri sana. Muda sio mrefu kama nilivyosema, tulianza wakati vitabu ni haba sana. Sasa hivi tunaelekea kwenye mwanafunzi mmoja kwenye somo moja, kitabu kimoja. Maana yake kila mwanafunzi awe na kitabu. Tunakaribia kufika huko Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Mpeni yule aliyekuwa wa mwisho. Yule mama asiende mbali huyo. Mtamuona. Mtamuulizia zaidi. Asiende mbali, mtamuona. Aliyekuwa wa mwisho inabidi tuwakaribishe wa mawaziri wajibu. Asante sana Mheshimiwa Mkuu. Mimi niko hapa, ninaomba kutoa maelezo kuhusiana na visima ambavyo vimeelezwa hapa. Visima kama Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tuna programu ya kuchimba visima 50 kwa kila wilaya. Lakini kwa awamu tulioanza sasa hivi tunachimba visima 5 kwa kila wilaya. Na eneo moja wapo ambao tutategemea kuchimba visima ni eneo hili la Marangu upande wa Rombo, kwa upande wa hili eneo hapa.